nakushukuru kwa ajili ya wakati na muda huu tena. Asante Mungu kwa ajili ya kunipa kibali cha kuhudhuria mahali hapa. Pokea utukufu na heshima maana unastahili Bwana. Bwana, niko mahali hapa kwa ajili ya kuwalisha watoto wako neno la uzima. Ninakuomba Bwana unitumie kama chombo chako tu cha kupuria imani mwako. Mimi nipungue bali wewe ongezeke Bwana. Nisionekane bali uonekane wewe peke yako Mfalme. Ninaalika uwepo wako na nguvu zako zikatende kazi mahali hapa. Neno lako likafanyike msaada kwa watoto wako, likawavushe sehemu moja kwenda sehemu nyingine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Fungua akili zao waweze kuelewa maandiko, katika jina la Yesu wote tuseme amen. Hebu mpigie makofi Yesu ya kueleweka. Haleluya, haleluya. Hebu chapa makofi tena kwa Yesu. Amen. Unaweza ukakaa. Haleluya. Bwana Yesu, jamani, gari likitaka kuenda lazima nirudi nyuma kidogo. Yesu asifiwe. Kuna mimi nataka hiyo gia. Niliwaomba mje na notebook, mwambie kiongozi, sijui kama mkuja na notebook yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Kama unaamini kwamba leo kuna kitu ambacho utaenda kupokea na kitakuwa msaada kwa maisha yako, chapa tena makofi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Basi kichwa cha somo tulicho nacho kinasema umuhimu wa kutembea na utiisho wa Mungu. Kama unaandika tafadhali nitaenda kwa speed kidogo kwa sababu ya muda wetu. Kwa hiyo ninaomba kama unaweza ukarekodi, unaweza ukarekodi tu kwa haraka. Kama unaweza kuandika, unaweza ukaandika tu vitu muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Umuhimu wa kutembea na utiisho wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Umuhimu wa kutembea na utiisho kwenye maisha ya mwanadamu. Mungu alipotuumba alituwekea utiisho ili kila tunapokwenda, kuna wakati ambapo hautaomba lakini utalindwa na utiisho wa Bwana. Kuna wakati ambapo utapita wakati ambapo huwezi kuomba lakini ule utiisho wa Mungu uliokufunika utakulinda. Kuna wakati unaweza ukapita sehemu ambapo kuna wachawi, kuna waganga, kuna roho za shetani, kuna mitego ya shetani, lakini kwa sababu ya utiisho wa Mungu ambao uko ndani yako utalindwa. Amen. Nini maana utiisho? Utiisho ni ule utukufu wa Mungu unaomfunika mtu kwa misingi aidha ya moto, nuru, sauti na kadhalika. Utiisho ni ule utukufu wa Mungu ambao utukufu wa Mungu unamfunika mtu aidha kwa misingi ya moto au kwa sauti na kadhalika. Kwa hiyo utiisho wa Mungu ukikufunika, adui anapokutazama akuoni wewe, bali anaona moto au anaona nuru au anasikia sauti. Kwa hiyo utiisho wa Mungu ukikufunika, adui akikutazama hawezi akakuona wewe, bali anaweza akakutana na sura ya simba, anaweza akakutana na sura ya moto, anaweza akakutana na sura isiyoeleweka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 89 mstari wa 7. Naweza ukaandika tu. Anasema Mungu huogopwa sana barazani pa watakatifu, ni wa kuhofiwa kuliko waliomzunguka. Hapa anajaribu kukuonyesha utiisho ambao Mungu aliuko nao, ya kwamba Mungu ni wa kuogopwa sana na ni wa kuhofiwa kuliko wote aliowazunguka, waliomzunguka. Kwa hiyo kule barazani pa watakatifu Mungu anaogopeka sana na anatisha sana. Lakini na wewe mwanadamu ambaye unamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utakuwa sawa na Yesu hapa duniani, utatisha. Amen. Haya, mambo muhimu ya kujifunza, ya kufahamu, mambo muhimu ya kufahamu kuhusu utisho wa Mungu juu ya maisha ya mwanadamu. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu utisho wa Mungu juu ya maisha ya mwanadamu ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza,
utiisho wa Mungu utakuwekea hofu itakayosababisha uogopwe na kuhofiwa na maadui zako. Utiisho wa Mungu utakuwekea hofu itakayosababisha uogopwe na kuhofiwa na maadui zako. Mbona nirudie pointi ya muhimu? Umuhimu, utiisho wa Mungu utakuwekea hofu itakayosababisha uogopwe na kuhofiwa na maadui zako. Kumbukumbu la Torati 28:10. Neno la Bwana linasema, na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Nimekwambia utiisho wa Mungu utakuwekea hofu itakayosababisha uogopwe na kuhofiwa na maadui zako. Kwa hiyo popote utakapopita watakuwa wanakuogopa na kukuhofia. Yani hawatasubutu kukuloga kwa sababu wanakuhofia. Hawatasubutu kuharibu destiny ulionayo kwa sababu wanakuogopa. Neno la Bwana linasema hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu, Bwana Mungu wenu. No. Kumbukumbu la Torati 28:10. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Kwa hiyo maadui ambao utakutana nao kwenye maisha yako, jambo la kwanza, wataona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Kwa hiyo muhimu wa kutembea na utiisho wa Bwana utakusababisha kila unapokwenda utaonekana umeitwa kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa hapa? Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 11:25. Andika. Kumbukumbu la Torati 11:25 anasema, hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu, Bwana Mungu wenu ataweka utiisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga kama alivyoambia. Yesu asifiwe. Umuhimu wa kutembea na utiisho. Kwa hiyo anasema hapatakuwa na mtu atakayesimama mbele yenu. Kwa nini wasisimame mbele yetu? Kwa sababu Bwana Mungu wenu ataweka utiisho wenu. Bwana Mungu wenu ataweka utiisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga kama nilivyoambia. Maana huo utiisho sio wa Mungu, ni wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapomwomba Mungu au unapokaa karibu na Mungu, jambo la kwanza anakufunika na utiisho, ambao utiisho sio kwa faida yake, ni kwa faida yako. Kwa sababu kila mahali utakapokwenda watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Lakini Kumbukumbu la Torati anasema hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Aidha ni mchawi anataka kukuzuia, hawezi kusimama mbele yako. Kwa nini? Kwa sababu unautisha, kwa sababu umefunikwa na utiisho wa Mungu. Kuna mtu ananielewa hapa? Hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako, awe ni lecture, awe ni nani, hapatakuwa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uelewe hapa, mtu yoyote, awe ni mchawi, awe sio mchawi, awe anamjua Mungu, awe hamjui Mungu, lakini kama utiisho wa Bwana uko ndani yako, tambua lolote utakaloliamuru wewe ndio litakayetimia. Yesu asifiwe. Ukisimama mbele yao lazima wakuone, lazima jina lako liwepo. Ni kweli Tanzania tunasoma wengi, lakini kwa sababu ya utiisho wa Bwana uliokufunika, hiyo kazi lazima uipate. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mmeenda kwenye interview wengi, kwa sababu ya ule utiisho wa Bwana watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Hawataweza kusimama mbele yako kwa ajili ya kukupinga. Ile haki ambayo Mungu anaiachilia kwenye maisha yako, hiyo haki hakuna anayeweza kuondoa kwenye utiisho wa Bwana. Pigie Yesu makofi. Endelea tu. Ongeza tu makofi yako kwa Bwana. Nimekwambia jambo la kwanza, utiisho wa Mungu utakuwekea hofu itakayosababisha uogopwe na kuhofiwa na maadui zako.
Ni bora muogope mtu ila usimhofie. Yesu asifiwe. Nani afadhali muhofie kuliko kumwogopa? Kwa mfano huyu akitaka kupigana na huyu anamhofia kwamba anaweza kanipiga. Huyu naye anahofia. Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati umekaa, wanapokuja wanataka wakuloge au waharibu destiny yako, wanakuwa na hofu, wanahofia kwamba nisije nikaenda nikamloga nikanasa. Yesu asifiwe. Nisije nikaenda nikamloga nikaumbuka, kwa hiyo anaacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utiisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayokanyaga, kama alivyowaambia, popote utakapokwenda watakuheshimu na watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Popote unapokwenda, hata uende Sumbawanga, hata uende sehemu kuna wachawi kiasi gani, ukifika tu hapo wanajua huyu anaitwa kwa jina la Bwana. Hawataweza kusimama mbele yako. Amen. Amen. Sema nitafika katika jina la Yesu. Nitafika katika jina la Yesu. Nitafika katika jina la Yesu. Wewe nikupe mtaji wa kutosha. Leo mistari iko ya kutosha. Kumbukumbu la Torati andika 23 mstari wa 27. Tuko kwenye pointi ya kwanza. Kumbukumbu la Torati. No. Kutoka 23 mstari wa 27. Anasemaje? Kutoka nitawafanya hawa adui zako wakuonyeshe mambo yao. Pigie Yesu makofi jamani. Ongeza tena makofi. Sasa kupiga makofi. Hebu mpigieni Yesu makofi. Hapo wote mnajipigia makofi. Pigia hapo mnajipigia makofi. Yesu asifiwe. Yesu yuko juu. Piga mikono yako juu. Piga makofi ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Anasema hivi, nitatuma utiisho wangu utangulie mbele yako. Kwa hiyo Mungu anachofanya ni kutuma utiisho wake utangulie mbele yako. Iwe ni kwenye masomo yako, utiisho wa Bwana unatangulia. Iwe unaenda kuomba kazi, utiisho wa Bwana unatangulia. Iwe unasafiri, utiisho wa Bwana unatangulia. Yesu asifiwe. Nitatuma utiisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafanya adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Hamna kitu kizuri kama kutembea na utiisho wa Bwana. Kila anayekuwazia mabaya utamjua, kwa sababu ule utiisho wa Bwana unamfanya huyo mtu akuonyeshe maungo yake hata kama anajificha. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza akaja kwako, unaona kabisa na nia njema, lakini nyuma yake amebeba roho ya kumgusa huduma yako, amebeba roho ya kukurudisha nyuma. Ni sawasawa na yule kipindi Yesu anaelekea kuteswa, akainuka ni Petro yule au nani, akamwambia Yesu, hutakufa. Yesu akamwambia, rudi nyuma yangu Shetani. Akati Petro watu anamshauri Yesu, anamtia moyo Yesu kwamba hautakufa, hautaenda msalabani, hautakufa. Yesu anamwambia kwamba nitakufa lakini nitafufuka. Yeye Petro anamwambia hautakufa nini? Petro anakutia moyo. Yesu asifiwe. Hautakufa. Yesu akamwambiaje? Rudi nyuma yangu nani? Kwa hiyo kuna watu ambao wanakuja kwenye maisha yako, unaona ni kwa nia njema, lakini nyuma yao wana hila. Sikia, mtu anakuja kwenye maisha yako, anakudanganya, anakupa vitu vizuri. Kwa mfano, msichana, mwanaume akikutaka anaanza kukupa vitu vizuri, wewe unafurahia, unasema ananipenda, lakini nyuma yake ni nini anataka? Unajua mwenyewe unapatikana. Mungu akuponye. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Shetani ni mtu mwenye hila. Hila ni wema, ni ubaya unajificha kwenye wema. Kwa hiyo ukiwa na utiisho wa Bwana, akija kwako mtu yoyote, utajua ubaya wake kabla hajakufikia. Biblia inasema kwamba utiisho wa Bwana utawafanya adui zako wakuonyeshe mambo yao. Anayekuja kwako anakutia moyo, lakini kumbe ndiye anayekuloga. Kwa hiyo utiisho wa Bwana utamfunua na utamjua. Leo mimi hakuna mtu ambaye anakuja kwenye maisha yangu nisijua na lengo gani.
Bwana Yesu asifiwe. Yani najua afu namuacha. Yesu asifiwe sana. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Hebu wanaosema kwamba wanatamani Mungu atume utisho utangulie kwenye maisha yao, wamchapie Yesu makofi. Ongeza tena makofi. Ninakuombea kwa Bwana. Ninaombea kwa Mungu ya kwamba utisho wa Bwana utangulie mbele ya ujana wako, utangulie mbele ya maisha yako. Wanaosema utafanikiwa, wengine mko hapa ni wa kwanza kuja chuo kikuu, lakini ndugu zako wameishia njiani, wakasema ndio wamevuka lakini hatafanikiwa. Sikia utisho wa Bwana utangulie mbele yako kwa jina la Yesu, na ufike kwenye destiny yako. Hakuna atakayekukwamisha kwa sababu utisho wa Bwana utatangulia mbele yako. Pigie Yesu makofi. Ongeza tena makofi. Hayo makofi ni ya Bwana, sio ya kwangu. Ongeza makofi kwa Bwana. Haleluya. 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 Kwa hiyo Bwana atatuma utisho utangulie mbele yako. Kwani wewe ningeongeza tena kidogo. Ningeongeza kidogo. Hamna raha kama utisho wa Bwana utangulia mbele yako. Yaani ukitangulia utisho wa Bwana. Na wangapi wasangalia zile treni zikitangulia. Treni kabla haijaenda nini kinatangulia? Kinaitwa kiberiti. Kinaitwa nini? Si kiberenge wanaita. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinafagia njia. Ningekuwa na muda mrefu hapa ningekopa mstari mwingine unasema nitamtuma malaika wangu atangulie mbele yako ili akulinde njiani, akupeleke mpaka mahali nilipokutengenezea. Kwa hiyo huo mstari unaambatana na huu. Mungu anatuma utisho na malaika wa Bwana anakutangulia mbele. Upo sehemu Mungu aliyokutengenezea, sio watu walipokutengenezea. Yesu asifiwe. Yaani wewe sio kuachiliwa tu. Kuachiliwa ni zawadi ya njiani, ila kuna sehemu ambapo Mungu amekutengenezea. Chapia Yesu makofi tena. Haleluya. Jambo la kwanza tumemalizana nalo, ya kwamba utisho utakuwekea hofu itakayosababisha uogopwe na kufiwa na maadui zako. Jambo la pili tunaitaishia hapo. Mambo yako saba. Mungu akitupa neema kwa wakati mwingine tunaweza tukaendelea. Ni mistari tu. Hapa mimi napenda kufundisha kwa mistari mingi ili uelewe. Jambo la pili, andika. Utisho wa Mungu umebeba nguvu ya Mungu katika ulinzi. Utisho wa Mungu umebeba nguvu ya Mungu katika ulinzi. Utisho wa Mungu umebeba nguvu ya Mungu katika ulinzi. Utisho wa Mungu umebeba nguvu ya Mungu katika ulinzi. Mwanzo 35 mstari wa 5. Mwanzo 35 mstari wa 5 anasema wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miti iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Wakashika njia, hofu ya Mungu ikaishika miti iliyowazunguka, wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. Yesu ni mzuri. Nasema tena Yesu ni mzuri. Sikia, unatoka hapa kwa mfano unaelekea Kilimanjaro. Yaani ile kitendo cha kutoka hapa, miji yote inafunikwa na utisho wa Mungu kwa sababu yako. Hao walikuwa ni wana wa Yakobo ambao walikuwa wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini walikuwa maadui wengi. Walijiandaa ya kwamba wakati wanasafiri hao wana wa Yakobo tutawafuata na tutawaangamiza. Lakini kilichotokea, wao walikuwa wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini Biblia inasema hofu ya Mungu ikaishika miji yote iliyowazunguka. Hivi kuna raha gani natoka hapa naelekea Kilimanjaro, napita tu mikoa michache, lakini miji tofauti kati ya hivi mji. Kwa mfano mji ni wapi? Dar es Salaam, si ndio? Hivi mji si ndio jiji? Yesu asifiwe. Kwa hiyo jiji nzima, majiji yote yanashikwa kwa sababu ya kwako tu unaenda kwenu. Yesu ni mzuri, mwambie asante. Yesu asifiwe sana. Anasema wala hawakuwafuata wana wa Yakobo, maana yake hao watu walipanga mabaya juu ya Yakobo, lakini kwa sababu utisho wa Mungu ulitangulia mbele yao, ukakamata miti mizima
umempa nini Mungu? Yesu asifiwe. Yaani sio Dodoma kuzunguka huko Dodoma na miji ya Dodoma yote kwa sababu tu mtoto Mungu anakuja hapa. Ndio maana hata nikipanda gari huwa siogopaji. Yesu asifiwe. Hata niende hivi. Yesu asifiwe. Siogopi. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo okay. Kutoka 15:16 tutamaliza haraka. 15:16 Kutoka anasema hofu na woga umewaangukia kwa uweza wa mkono wako wa kuume, kwa uweza wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe hata watakapovuka watu wako, Bwana, hata watakapovuka watu wako uliowanunua. Na Biblia yako inasema hivi au ninasoma hapo usikute nimeandika nafsi zangu mwenyewe. Yesu asifiwe. Hebu alopata mstari atusomee kwa haraka. Kutoka mwanzo, Kutoka 15:16. Somee kwa nguvu. Sisi nikawa nimesoma hapa ngoja kwa. Hofu na uoga umefanyaje? Kwa uweza wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe hata watakapovuka watu wako, Bwana, hata watakapovuka watu wako uliowanunua. Yesu makofi. Ongeza tena tu makofi. Yaani mimi sijui kuimba lakini napenda watu wapige makofi. Piga tena makofi kwa Yesu. Sikiliza. Sikiliza. Anasema hivi, hofu na uoga umewaangukia kwa uweza wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe. Hofu na uoga unawaangukia maadui zako. Anasema kwa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe hata utakapovuka. Mwaka wa kwanza kufanya hivi, mwaka wa pili, wa tatu, kuna wanne. Yesu asifiwe. Hivi neno sinatosha tu nimalizie hapa. Yesu asifiwe. Sasa nina haja ya kuelezea ya kwamba hofu na uoga utawaangukia maadui zako. Watakaa kimya kama jiwe, hawatasogea, hawatasema, hawatainuka, hawatafanya chochote mpaka utakapovuka kwa damu ya Yesu. Haijalishi ni mwaka wa kwanza umekuja hapa na unasumbuliwa na magonjwa, utamaliza kwa jina la Yesu. Adui zako huko nyumbani wakasema anaenda chuo lakini hatamaliza. Sikia neno la Bwana, utamaliza kwa jina la Yesu. Utamaliza kwa jina la Yesu. Watakaa kimya kama jiwe, watakaa kimya kama jiwe. Mwaka tatu Bwana. Amen. Hebu nyosha mkono. Mwaka tatu. Amen. Mwaka tatu mmoja. Hivi nguzo tangia umekuja imeshakuondoka? Imeshakuondoka hapa tangia umekuja. Sasa maadui zako watakaa hapa. Yaani hawana pa kwenda. Watatulia kama nguzo hapa mpaka umeondoka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hofu na uoga umewaangukia. Kwa hiyo hofu ya Mungu wanakaa kimya. Amen. Lakini iko mingi sana. Kumbukumbu la Torati hivi leo anasema hivi, Kumbukumbu la Torati 2:25. Anasema hivi leo. Hivi leo, hebu sema hivi leo. Sema hivi leo. Nitaanza mimi kutia utiisho wako na kuhofiwa kwako juu ya watu walio chini ya mbingu, kila mahali watakaposikia uvumi wako na kutetemeka na kuingiwa na uchungu kwa sababu yako. Hivi leo simama kwa miguu yako. Naomba mniondolee hapa. Jamani, tukipata wakati mwingine tutaendelea na leo. Praise, naomba mje hapa kwa dakika chache tu, viongozi wangu watanisaidia hapa. Hivi leo anasema hivi leo nitaanza kuweka utisho na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote. Hivi leo, manake sasa hivi
Bwana Yesu asifiwe. Pengine ulikuwa unaomba sana, pengine ni mwombaji mkubwa, pengine ulikuwa unalia sana, lakini hivi leo Mungu anakuwekea utisho. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Niko ulikuwa unaomba lakini unaona kama shetani anakuzoea. Yesu asifiwe. Ushamkemea pepo linacheka. Ombaji kwa unakemea pepo linakucheka. Yesu asifiwe. Sasa hiyo inaenda kuisha leo katika jina la Yesu. Ifike mahali unamsogelea mtu anakukimbia katika damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Watu ni madaktari hao. Kuna madaktari muda. Maana nikienda kule kwa tiba watu wanakaanga hivi. Yesu asifiwe. Au viongozi wa kanisa kama ni Yesu asifiwe. Nyosha mikono yako juu. Funika macho yako tamani. Karibu praise hapo umejaa kwa dakika chache. Naomba tu dakika 2 tu hapa. Mungu ni mwaminifu. Yes. Rakakanasi. Tamani tu ndani yako Mungu akujaze nguvu. Akufunike na utisho wake. Utisho ni muhimu sana. Utisho ni muhimu sana. Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya neema yako ulionipa kwa ajili ya watu wako. Asante Mungu. Ninakutukuza peke yako. Achilia utisho wako juu yao. Achilia utisho wako juu yao. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu ninapisa kila mamlaka za giza. Ninapisa kila mamlaka za kipepo. Ninapisa kila mamlaka za majini. Ninapisa kila ufalme wa giza kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, achilia neema yako na utisho wako juu yao. Ninaombea utisho Bwana. Ninaombea utisho Bwana. Ninaombea utisho Bwana. Wajaze utisho wako. Wajaze utisho wako. Uwafunike Bwana kwa utisho wako. Wanapokwenda kwenye mitihani, utisho wako wa juu yao. Wanapokwenda madarasani, utisho wako wa juu yao. Mungu ninaombea utisho wako Bwana uwe juu yao kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninaombea kibali na uweza wako. Roho Mtakatifu, tembea kwenye madawati hayo. Kila pale upande wa giza umeweka juu yake. Ninakuza telefoni na mamlaka yote kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu akupe neema na pokea kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa nguvu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, umenifundisha neno lako na ukasema hivi leo utaanza kutia utisho wako juu yangu. Bwana, nifunike na utisho wako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, nifunike na utisho wako kwa jina la Yesu. Chapie Yesu makofi. Sasa tunaenda kufanya kitendo cha imani cha kumshangilia Yesu, na kadri unapomshangilia Yesu, nguvu za Mungu zikufunike na utisho wa Mungu uwe mkubwa ndani yako. Jiandae. 1, 2, 3, mshangilie Bwana. Basi Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Chedeli Andrea Jao. Kwa neema ya Mungu na mwenyekiti wa maombi mkoa wetu wa Dodoma. Amen. Mungu awabariki sana na wapenda zaidi sana, tuzidi kuomba.
na kila wakati na msimu Mungu kwa ajili yenu. Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Alpha and Omega Praise God Ministry. Tembelea chaneli yetu ya YouTube. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe.